Habari ya wakati huu ndugu mtazamaji wa chaneli ya Baraka Mlonga. Tunayo furaha tena kujumuika nawe katika kipindi cha leo. Kipindi kilichopita tulijifunza kwa kina namna ya kutengeneza taski kwenye mfumo wa ESS. Na nikawa nimekuahidi ya kwamba leo tutaendelea na kutazama changamoto ambazo zinajitokeza kwenye matumizi ya mfumo wa ESS, lakini sababu ama lengo kubwa likiwa ni kutatua changamoto hizo. Kwa hivyo nitakukumbusha tena hatua kadhaa, alafu tutautazama mfumo wa ESS kwenye kipengele cha kuweka malengo, lakini pia namna ya kusubmit hayo malengo kwa supervisor kwa ajili ya kuruhusu nafasi ya supervisor ili kusudi aweze kupima uzito. Moja kwa moja tena utaenda kwenye account ya ESS, utaandika ESS ama utumishi poto, kisha utachagua hiyo website ya kwanza inayofunguka hapo, na moja kwa moja itakuingiza mahali ambapo patakuruhusu wewe kuweka username na password. Kwa watumishi wote username ni cheki namba zao. Kwa hiyo utaweka username yako ambayo ni cheki namba, lakini utaweka password ile ambayo umeisave kwenye mfumo wa ESS. Baada ya hapo utalogin. Kama nilivyokuambia ndugu mtazamaji, inapofunguka kwa mara ya kwanza itaonekana kwa namna hiyo. Ina vipengele vikuu 6. Cha kwanza ni cha utendaji wa watumishi, cha pili ni uhamisho wa watumishi, cha tatu ni sehemu ya mikopo ya watumishi, cha 4 itaonyesha profile ya mtumishi ama wasifu wa mtumishi, cha 5 kitakuwa ni salary slip, kitakuruhusu wewe kuchukua zile nyaraka za malipo ya mshahara wako ama kuzidownload au kuzipakua, na kipengele cha mwisho kinahusu likizo. Sisi tunajikita moja kwa moja kwenye eneo la utendaji wa mtumishi, kwa tutaenda ile sehemu iliyoandikwa utendaji kwenye mabano watumishi. Utabonyeza, itakuleta ndani ya dashboard ama muonekano halisi wa utumishi wako, lakini pia sehemu ambayo itakuruhusu wewe kupanga malengo, lakini pia kuyatekeleza na kuyafuatilia. Na kipindi kilichopita ni kuonyesha namna ya kutengeneza taski, kwamba utakuja kwenye eneo lililoandikwa Annual Institutional Performance Planning. Ukigusa hapa, kama unatumia kompyuta, italeta menu ya pili pembeni inayoeleza vitu viwili ambavyo ni tasks and subtasks, lakini cha pili kitakuwa ni Employee Supervisor History. Sisi kwa sababu tunatengeneza taski ama lengo letu ni kuona namna tunavyoweza kutatua changamoto ya kutengeneza taski, tutaenda kwenye sehemu iliyoandikwa tasks and subtasks, tutabonyeza. Itaingia ndani. Kama hujatengeneza taski kabisa, hakutakuwa na taski yoyote itakayoonekana. Na utapaswa kufanya nini? Utaenda sehemu ya mkono wako wa kulia mahali palipoandikwa create task, pana alama ya jumlisha, lakini pia pana rangi ya kijani. Utabonyeza hapo. Kama unatumia simu, ukija kwenye kipengele hichi cha Annual Institutional Performance Planning, ni lazima upabonyeze ili kusudi paweze kukuruhusu wewe tena kubofya kwenye eneo la tasks and subtasks. Kwa hivyo kwa sababu tunatumia kompyuta, itaingia moja kwa moja. Ukishaingia ndani sasa, ili kutengeneza taski, kipindi kilichopita tulijifunza, naomba nikupitishe tena kidogo ili kusudi tuweze kurejea. Nilikwambia utakuja sehemu hii iliyoandikwa create task, utabonyeza. Itakuletea kijibox kitakachokuruhusu wewe kuandika taski unayolenga kuitengeneza ama jukumu kuu ulilopanga kulitenda kwa mwaka mzima ama kwa mwaka huo ambao umepewa wa kiutendaji. Kwa upande wa walimu tuna majukumu makuu yasiyozidi 4-5, lakini inategemeana na vile ambavyo kituo ama taasisi imejiwekea. Liko jukumu la kwanza ambalo ni maandalizi ya ufundishaji. Sasa inategemeana na lugha ile ambayo inatumika kulingana na ofisi husika. Lakini la pili litakuwa sasa ni ufundishaji wenyewe. Lakini la tatu litakuwa ni
majukumu mbalimbali aidha ya vitengo na majukumu mengine. Lakini la 4, kwa maeneo mengi nimeona pia watumishi wanaweka jukumu ambalo ni kuhudhuria labda mafunzo ama vipindi maalumu ambavyo vimeandaliwa kwenye taasisi husika. Kwa mfano, tunataka kutengeneza taski ambayo sasa inagusa jukumu la vitengo. Mfano, tuweke labda usimamizi wa ofisi ya ugavi. Kwa hiyo jukumu letu kuu litakuwa ni kusimamia na kuratibu shughuli ya ugavi shuleni. Ukilitazama hilo jukumu kuu ni kama vile limekamilika, lakini kiuhalisia halijakamilika bado, kwa sababu bado haliko specific. Kusimamia shughuli ya ugavi shuleni, lakini hiyo shughuli utaisimamia kwa muda gani? Na ndio maana wakati wa kuandaa taski ni muhimu sana kuwa specific pia, ili taski isiwe imebeba upana ambao unaweza ukakuzuia wewe katika utekelezaji wa kila siku. Sasa mfano tunaweza tukasema labda tukaweka muda ambao ni miezi 12. Kwa hiyo utasema kwa miezi 12. Kwa mfano wa taski tunaweza tukaweka mfano wa namna hiyo. Kisha utaisave. Ukisha isave, taski yako itaonekana kwenye orodha miongoni mwa taski ambazo umetengeneza, kama umeshatengeneza zingine. Kama haujatengeneza, itakuwa ni taski ya kwanza kuonekana. Sasa natamani leo tutazame kwa kina namna tutakavyoweza kutengeneza sub tasks kutoka kwenye taski hiyo kubwa tuliyotengeneza. Hatua ni zile zile. Utaingia kwenye eneo la Annual Institutional Performance Planning wakati ukiwa umeingia kwenye mfumo wa ESS, na maanisha kwamba ukiwa umeshaingia kwenye mfumo wa utendaji ndani ya kipengele cha utendaji wa mtumishi, utaenda kwenye eneo la Annual Institutional Performance Planning, utaenda kwenye sehemu ya tasks and subtasks. Utabonyeza, itakuruhusu wewe kuona zile tasks, lakini pia kuweza kupangilia subtasks kulingana na vile ambavyo umejiandaa kwa mwaka husika. Sasa ukija kwenye subtasks za ugavi, maana yake hatua namna ya kutengeneza subtasks, utakuja kwenye upande huu mkono wako wa kulia kwenye eneo la taski yenyewe. Ukisogeza kwenye eneo lililoandikwa actions, ukisogeza alama yako ya kompyuta ama kasa ya kompyuta kwenye eneo la taski, itakuwa ya blue. Alafu kisha itakwambia juu tena, itakupa ujumbe unaosema actions. Ukibonyeza hapo kwenye sehemu ya actions, utakutana na vipengele vikuu 4. Cha kwanza ni create subtask ambayo ina alama ya jumlisha, lakini kipengele cha pili ni kuview subtask. Maana yake hapa patakuruhusu kuona subtask uliyotengeneza. Kipengele cha tatu ni edit task, unaruhusiwa pia kurekebisha taski ama lengo kuu ulilolitengeneza kama limekosewa. Na cha 4 ni delete task. Kama unaona hii task uliyotengeneza haiko sawasawa ama ina changamoto ama haiko sahihi, unaweza ukaidelete alafu kisha ukatengeneza tena nyingine. Sisi tuko kwenye kipengele kinachosema create subtask. Ukifika hapo utabonyeza, itakupa tena kijiboksi ambacho kitakuruhusu kuandika subtask unazolenga kutengeneza. Sasa kwenye subtask za ugavi, namba 1 labda tuseme kutunza kumbu za vifaa vya shule kwenye ledger. Huo ni mfano wa subtask kwenye eneo la ugavi. Ukishamaliza kuitengeneza kama hivyo,
maana yake sasa utasave hiyo subtask. Lakini subtask yetu ili kusudi iwe specific zaidi, tunaweza tukaiwekea na muda. Mfano tumesema kutunza kumbukumbu za vifaa vya shule kwenye ledger, tunaweza tukaipa tena miezi 12 ile ambayo tumeweka kwenye taski kubwa. Kwa hiyo tutasema kwa miezi 12, kisha tutasave. Ukisha save, subtask yako itakuwa imekwisha kuseviwa. Kama unalenga kuendelea kuweka subtask zingine, utakuja kwenye eneo hili la create subtask, kisha utaongeza nyingine kwa kadiri ambavyo wewe kwenye lengo hilo kuu, jukumu hilo namna linavyogawanyika na litakavyotekelezeka. Tukishamaliza sasa kutengeneza subtask, kuna sehemu inaitwa view subtask, ipo kwenye eneo hilo lina kama dot 3 ama vigorori vidogo vidogo vitatu, imeandikwa view subtask pale pale tulipopata kile kipengele cha create subtask. Sasa tunataka kuona namna ambavyo tunaweza tukasubmit hiyo subtask tuliyotengeneza. Ukishatengeneza, haujasubmit kwa supervisor wako, haujaituma kwa supervisor wako ili aweze kukupimia uzito. Utaitumaje? Unakuja kwenye eneo hili la view, alafu utaona ile subtask uliyoitengeneza. Kama umetengeneza zaidi ya moja, zote zitaorodheshwa na nazo zitatengenezewa sehemu ya action ambayo itakuruhusu tena wewe kufanya matendo mbalimbali kwenye hiyo subtask. Ukigusa, kuna kipengele kinasema view subtask, kuna kingine kinasema submit subtask, na kuna kingine kinasema delete. Kwa hiyo napo pana actions zake. Kama unataka kutuma subtask kwa supervisor, utaenda kwenye eneo linalosema submit subtask, alafu kisha utabonyeza kipengele kilichoandikwa submit. Ukisubmit subtask yako kwa supervisor, maana yake umeruhusu supervisor aweze kuiona, lakini pia aweze kuipimia uzito. Kipindi kijacho tutaona tena kwa kina namna sasa ambavyo supervisor anaweza kupima uzito wa subtasks ambazo mtumishi ametengeneza, lakini kuzirudisha kwa mtumishi kwa ajili ya utendaji. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu, lakini pia kushare video hii kwa watumishi wengine ili kusudi tuweze kutatua changamoto zinazotukumba kwenye utendaji kazi. Asante sana.